aliagizwa na mama mmoja anaitwa Joali. Kwanza alianza kulala naye yeye, baada ya kumpaka dawa akasema katafute mtoto wa kiume umuingizie uume wako mdomoni, alafu mimi kule mambo yangu yaendelee. Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Mgongo TV na mimi ni Olivia Moses. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linamshikilia kijana mmoja aliyetambulika kwa jina la Ibrahim Kitundu mwenye umri wa miaka 18, mkazi wa kata ya Ipuli, kwa tuhuma za kufanya shambulio la aibu la kumuingizia na kumnyonyesha uume mtoto, mkazi wa mtaa wa Nyerere, kata ya Ipuli, manispaa ya mkoa wa Tabora. Taarifa hiyo imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao, akisema kuwa mtuhumiwa huyo alimlaghai mtoto huyo na kumpeleka katika moja ya banda la kurushia movie na kumtolea uume wake akimwamuru au nyonye. Kamanda Yabwao amesema kuwa baada ya wazazi wa mtoto kuanza kumtafuta, walimkuta kwenye banda hilo akiwa anatapika, na kwa mahojiano na mtuhumiwa amekiri kuhusika na tukio hilo ambalo linahusiana na imani za kishirikina na kwamba uchunguzi zaidi unaendelea. Hata hivyo, kamanda Yabwao ameitaka jamii kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kufichua vitendo vya kihalifu na visivyo vya kimaadili ili hatua ziendelee kuchukuliwa kuvidhibiti. Kwa mkoa wa Tabora tuna tukio la shambulio la aibu ambalo lilitokea tarehe 22 mwezi wa 3 majira ya saa 6 za mchana huko kwenye maeneo ya mtaa Nyerere, kata Ipuli, manispaa na mkoa wa Tabora. Alifanywa shambulio la aibu kwa kunyonyeshwa sehemu za siri na Ibrahimu Kitundu mwenye umri wa miaka 18, Mnyaturu na mkazi wa Ipuli. Ni kwamba siku hiyo ya tarehe 22 majira ya saa 6 mtuhumiwa alimchukua huyu mwanga na kutoka naye nyumbani kwao na kumpeleka kwenye kibanda cha kurushia nyimbo za filamu kilichopo mtaani kwao, kisha akamdanganya na kumwekea sehemu zake za siri mdomoni na kumtaka azinyonye. Mwanga alifanya kama alivyoelekezwa na baadaye alimwacha. Hata hivyo, walimuona akiwa anamchukua mtoto huyo walimfuatilia na kumkuta mwanga akiwa ndani ya kibanda hicho huko akiwa anatapika. Katika mahojiano, mtuhumiwa amekiri kufanya kitendo hicho na anaeleza kwamba alishawishiwa na msanii mwenzake ambaye ni mwanamke kwenye kikundi cha kuigiza kinachoitwa Nyanyembe Film ili kutimiza masharti ya mganga ambaye aliwataka kupaka dawa na baadaye wakutane kimapenzi na kisha kwenda kumnyonyesha mtoto wa kiume, na waliahidiwa kwamba watapata mafanikio kwenye shughuli zao kama watafanya hivyo. Mtuhumiwa anashikiliwa kwenye kituo cha polisi na chanzo cha tukio hili ni zile imani za kishirikina ambazo wamekuwa nazo, na hatua nyingine za kisheria zinaendelea kuchukuliwa. Mimi nishukuru jamii kwa kutupa ushirikiano na kuweza kumkamata mtuhumiwa huyu. Niombe jamii ya Wanatabora kuendelea kutupa ushirikiano, kwa pamoja tukemee matukio ya ukatili, tuhakikishe kwamba wale wanaothubutu kufanya wanachukuliwa hatua, na hii itakomesha matukio ya kwenye jamii, kwa maana kwanza jamii inatakiwa kuyakataa na kwa pamoja tutaweza kukomesha matukio ya ukatili. Tukio lilivyo, nilipata simu kwa wananchi wangu kama kuna kijana mmoja amembaka mtoto kupitia mdomo, yani amemuingizia uume wake mdomoni. Katika mahojiano yeye alisema ameagizwa kwa njia ya dawa, yani dawa uchawi. Yani sisi serikali hatuamini uchawi, lakini ndivyo alivyosema yeye, kwamba aliagizwa na mama mmoja anaitwa Joali. Kwanza alianza kulala naye yeye, baadaye akampaka dawa watoto wenyewe. Baada ya kumpaka dawa akasema katafute mtoto wa kiume umuingizie uume wako mdomoni, alafu mimi kule mambo yangu yaendelee. Mimi nasema hii tabia jamani sio nzuri, na kama kuna kijana yoyote anafanya tabia hiyo, mimi naomba aache mara moja, kwani ni tabia mbaya, ni kubaka, na kubaka kifungo chake ni miaka 30. Shuhuda wa tukio hili wanaeleza kwa kina zaidi. Taarifa tulipata, tulikuwa ndani tunakula, akaja mjomba wake. Alipokuja mjomba wake akamwambia, dada, nanili Samiri kuna mtu kamfanyia nanili kitendo kibaya. Kitendo gani?
ndo akazungumza akasema kuna mkaka alikuja hapa, alikuwa anacheza watoto, kaja akampa hela aenda akamnunulie juisi. Alipompa hela ile aende akamnunulie juisi, akawa anamfuata yule kaka kwa nyuma. Mtoto yuko mbele, yule mkaka yupo kwa nyuma. Sasa watoto wenzio walipokuwa wanacheza wakasema mbona anamfuata kwa nyuma? Twendeni tumfuate. Mjomba wake akatoka kwenda kumfuata kule. Kufika kule hawakumuona yule mtoto. Kumbe yule kaka alikuwa akamfungia ndani, wenyewe kurudi kidogo ndo anamuona yule mtoto anakuja. Wanamwambia vipi? Akatapika. Ndo akamuuliza mbona unatapika? Ndo akaelezea kile, akasema hivi alinifungia, tumeenda naye mpaka kule, kaniingiza mule ndani ya studio, kanitolea ule ududu wake, kanilambisha. Kwa yule mtoto akatapika. Sasa yule mtoto akawa anaogopa kuja kusema, akawa amekaa hapa. Wenzao wanamwambia hivi nenda kaseme, hataki. Nenda kaseme, anaogopa labda mama yake atampiga. Kwa ikabidi yule mjomba wake kaja kutuambia, alipotuambia ndo tukamwambia kwamba inabidi twende na nili kwa huyo mhusika mwenyewe atupeleke. Tunatoka tunamkuta mtoto kakaa hapa. Tunamuuliza nini? Wewe usiogope, wewe tuambie, hatukupigi, tuambie. Ndo akatuambia, tukamuuliza hivi huyo kijana unamjua? Ndio. Hiyo sehemu unaijua? Akasema ndio napajua. Tukawauliza hao wenzie waliokuwa wanacheza naye, je, huyo mkaka mnamjua? Wakasema sisi hatumjui, lakini lile shati alilokuwa amevaa tunalijua. Ndio tukawa tumetoka tumeenda. Kufika kule tukamuuliza yule mtoto ndo humu? Akasema ndo humu. Kijana mwenyewe ndo yuko wapi? Huyu hapa. Yule kaka kana nakataa, sio mimi, mbona mtoto anasema ndio wewe? Kama hivi na kuna watoto wengine wamefanya nini? Wamekuona, itakuwa ndio wewe. Akawa anakataa. Kakaita katoto kaduka ingilia, akauliza hivi wewe, mimi sijatoka, mimi nilikuwepo hapa. Kuna mdada mwingine alikuwa jirani akamleta, mimi si niko hapa. Tukamwambia hamna, huyu mtoto sio mjinga, mtoto hawezi akadanganya, mtoto hawezi akasema uongo, itakuwa ni wewe. Ndo akaja wakaja wadogo zangu wengine. Walipokuja wadogo zangu wengine ndo wakawa wanamuuliza, akawa anakataa. Wakasema haiwezekani, inabidi tukupeleke kwa mwenyekiti. Haiwezekani ufanye hicho kitendo. Akawa anakataa. So mimi ndo yule mdogo wangu mwenyewe akasema vifunga ofisi twende. Ndo wakamchukua kutoka huko ndo wakamleta huko. Kwa hiyo kwa tukio hilo yani wazazi hatujampiga hata kidogo, hatujaridhika kabisa. Yani tutakuwa tumpige walau kidogo ili turidhike. Mtoto anauma, sisi ni wazazi tunahangaika kule leba peke yetu. Nafsi zimetuuma sana. Watoto watoto wote hapa umtaa wanazagaa mpaka mwisho kule. Hiki kitendo kitaendelea. Wangetuachia kwanza. Wakasema ule mtao wazazi ni wakali. Lakini wamebebelea tu atatoka, watakuja tena. Sisi tunakuwa ndani tunajua watoto wako nje. Kumbe watoto wamebebwa. Na saa nyingine usimpate tena mtoto kwa sababu mtu ana kisirani tena na mtaa. Wamchukulie tu hatua za kisheria. Pia tunatakiwa tujue usalama wa mtoto wetu juu ya ile dawa aliyoilamba pale kwenye yule mnani wake. Tujue. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.